Na mheshimiwa, tunashukuru kuweza kukutana na wewe, lakini pia kwa tukio hili la leo ambapo tunamwaga ndugu yetu ambapo wameweza kupatwa na ajali, lakini kuna mengi ambayo ungependa kuyaelezea kwa namna ambavyo vijana wanapaswa kuwa makini katika uendeshaji wa vyombo vya moto. Kwanza tunaomba kujua majina yako. Naitwa Jumanne Sajuni. Mimi ni mtumishi wa umma mstaafu, lakini naibu waziri wa katiba na sheria, na miaka kadhaa iliyopita nilikuwa naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi, ndio kwa mwenyekiti wa Baraza la Taifa Usalama Barabarani. Katika vitu ambavyo tulikuwa tunawakumbusha na ambavyo sheria bado iko wima juu ya jambo hilo ni usalama wa waendeshaji wa vyombo vya moto, lakini pia na usalama wa watumiaji wengine wa barabara. Tukio lilompata kijana wetu ni ajali ya pikipiki, ambapo taarifa nilizopata kutoka kwa baba yake mzazi ni kwamba ajali ilimfika nyakati za usiku. Alitokea mwenye baisikeli ghafla, katika kukabiliana nadhani kwa na mwendo mkubwa kidogo, ndio akaanguka, lakini akatanguliza kichwa kupiga ardhi, akapata majeraha makubwa kichwani, bila shaka yamechangia katika kuharakisha mauti yake. Ndio nimesema wakati natoa salamu zangu kuwakumbusha vijana umuhimu wa kuzingatia sheria za usalama barabarani, hususan vijana wanaoendesha vyombo vya moto vya magurudumu mawili. Ndio kwamba wanapokuwa wanaendesha vyombo vile wakiwa wamevaa helmet, kwenye miguu wakiwa wamevaa viatu, kwa kweli ni sehemu ya awali kabisa ya kujiandaa au kujihami na tukio la ajali. Kama ingetokea amevaa helmet, madhara ambayo aliyapata kichwani yasingekuwa makubwa kiasi cha kupelekea kifo chake. Kwa hiyo ni ushauri wangu kwa Watanzania, vijana wetu wa Kitanzania. Tunajua vyombo hivi vya moto wanavitumia kama vyanzo vya mapato yao, ndio ni maafisa usafirishaji, basi wazingatie sheria hizi za usalama barabarani ili kuwaokoa wao, lakini na wale abiria wanaowabeba na watu wengine wanaotumia barabara zetu. Asante sana mheshimiwa.